Kampuni ya Hyper imewakutanisha wajasiriamali na wabunifu mkoani Mwanza kwa lengo la kuwapatia elimu ya ukuaji katika kazi zao. Uzinduzi wa kampeni ya kuelimisha jamii kupata uelewa wa uwekezaji, kuweza kumiliki kampuni na kutambua faida za hisa. Serikali imesema kuwa inaendelea kuboresha sekta ya uwekezaji na biashara ikiwemo utoaji wa vivutio vya uwekezaji. Hayo yamesemwa na Fina Jerome, meneja wa kanda kutoka TISEZA. Serikali inaendelea kuboresha mazingira ya uwekezaji na biashara kwa kuhakikisha kuna upatikanaji wa huduma za uwekezaji kwa urahisi zaidi, ikiwemo utoaji wa vivutio mbalimbali vya kiuwekezaji, uratibu wa maeneo maalum ya kiuchumi, hizi zinaitwa SEZ, pamoja na huduma za aftercare kwa wawekezaji wote wa ndani na wa nje. Jukwaa hili litasaidia kutangaza fursa zilizopo, kujenga mtandao wa kibiashara, kuvutia mitaji na teknolojia, pamoja na kuongeza ajira na thamani ya mazao yetu hapa nchini. Mkurugenzi wa kampuni ya Hyper Boniface Ndengo alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari mara baada ya uzinduzi, amesema kuwa wameisha sajili bunifu zaidi ya 300. Tangu tumeanza tulikuwa tunajenga misingi ambayo hatimaye itawabeba hawa wajasiriamali wadogo. Mpaka sasa hivi tunavyoongea tumeisha sajili bunifu zaidi ya 300 ambao wako tayari kujenga. Na hizi bunifu ndizo tumekaa chini na Azania tukawaonyesha kwamba tunataka hawa watu sasa wao makampuni makubwa wana changamoto za mitaji. Kwa hiyo Azania wakakubali kuingia katika eneo la mitaji. Sisi Hyper tunasimama kwenye eneo la masoko kusaidia zile bunifu ziuzike. Maana wakati mwingine lazima muelewe, benki zinashindwa kutoa mitaji kwa sababu wale wabunifu wajasiriamali wanakuwa hawana mikataba ya mauzo. Hyper anakwenda kutoa mikataba ya manunuzi kutoka kwa wajasiriamali ili aibebe ile mikataba iwe ni dhamana kwa ajili ya kuwezesha wajasiriamali kuweza kupata mikopo kutoka kwenye taasisi za pesa. Kwa hiyo Hyper atakaa pale kama mnunuzi mkubwa wa mazao ya wabunifu na wajasiriamali wanaotengenezwa kupitia uchumi wa Tanzania. Miongoni mwa waliohudhuria uzinduzi huo wamesema kuwa jukwaa hilo litafungua fursa hususani kwa vijana. Mshirika wa kimkakati na mfadhili wa jukwaa hili, Azania Bank bado imejitolea kikamilifu kusaidia uwekezaji jumuishi na maendeleo endelevu ya kiuchumi nchini Tanzania. Jukumu letu kama taasisi ya kifedha ni zaidi ya benki ya kawaida. Tunajiona kama washirika katika maendeleo ya taifa na chachu ya mabadiliko ya kiuchumi. Kwa vijana kwamba waendelee kuona kwamba fursa kama zile zinapotokea wajitokeze kuchukua zile bidhaa na kusambaza maeneo mbalimbali, ikiwa ni sehemu ya kuamua wengi hawapenda bidhaa za ndani, hawaamini vile wabunifu wa ndani, lakini ukweli kwamba wabunifu wa ndani wanafanya vizuri sana sokoni. Wabunifu wa ndani tupo, tunafanya vizuri sana sokoni, na kama unaweza kuangalia kama isingekuwa kampuni yetu, yumkini hata hii kampuni ambayo leo iko hapa na ubia serikali leo tusingefika hapa tulipo. Maridhia Ngemela, M24 Online Media.